Mtazamaji wa Rombo Mission TV, nikiripoti moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkuu Rombo, ambapo waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamejumuika katika siku maalum ya kufunga na kuomba, siku ya kujinyenyekeza mbele za Mungu wao kwa maombi, toba, tafakari na kina zaidi. Tulifurahi kuzungumza na baadhi ya washiriki ili kusikia namna walivyoipokea siku hiyo takatifu. Asante. Kwa majina naitwa Matthew Peraji Masenge, nimetokea katika kijiji cha Makiidi, lakini naabudu katika kanisa la Mkuu Rombo hapa mjini. Kwa siku kama hii, kwa mtazamo wangu na ninavyoelewa ni kwamba kulingana na Biblia inatuambia kwamba Yesu anatuahidi kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Kwa hiyo tunapofunga ni kwamba tunakuwa karibu zaidi na Mungu, tunakuwa na nafasi kubwa ya kumweleza Mungu mahitaji yetu ili aweze kutujibu. Kwa hiyo tunakuwa karibu zaidi na Mungu. Tusije tukaona kwamba siku kama hii ina maana kubwa sana, kwa maana hata Yesu alifika mahali akawaambia wanafunzi wake, kwa namna hii haiwezekani ila kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo tunapofunga na kuomba tunapata muda mzuri wa kuwa karibu na Mungu na kumweleza shida zetu na anapata kutujibu. Ni kwamba kwa muda kama huu, hitaji lililo kuu kabisa Mungu anachotaka, anataka atuokoe. Kwa hiyo ombi la kwanza kabisa, namuomba Mungu anipatie ushindi wa dhambi maishani mwangu. Kwa maana hata ukisoma katika Biblia kitabu cha Mathayo 6:33 anatuambia tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa hiyo unapomuomba ombi la ushindi wa dhambi, ombi kama hilo kwa Mungu halina mjadala. Mungu anakujibu, kwa maana anajua unatafuta kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine anajua ni mahitaji yetu, sasa atatupatia. Wengine unaweza kuta wengine hawajaweza kufika kwa sababu ya changamoto mbalimbali, wengine ni wagonjwa, wengine wamejisikia tu uchovu kulingana na kazi nyingi za hapa duniani, mihangaiko ni mingi. Lakini napenda kuambia inapokuwa siku kama ya leo, siku ya kufunga, usitamani kukosa maombi mpendwa. Yaani maombi, hata Yesu alifika mahali, Yesu mwenyewe alikuwa ni mwana wa Mungu, na Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu 100% na wanadamu 100%, lakini alifika mahali akawaacha wanafunzi wake akapanda mlimani mahali pa faraga akaomba. Lakini aliporudi akakuta baadhi yao wamelala. Akawaambia, ina maana hamwezi kukesha na mimi hata muda wa risali moja tu. Kwa hiyo wapendwa, maombi ya kufunga ni ya muhimu sana, na tunapokuwa ni watu wa maombi tunajifunza kwa Yesu mwenyewe. Anatuambia tuombe bila kukoma. Sio vijana tu wapendwa, ni kwamba shetani anapokuja, yani vishawishi vipo hata kwa wazee, kwa vijana, ni kwa watu wote. Kwa hiyo hapa duniani tunapaswa ni watu wenye kuzingatia maombi. Ndio maana ukisoma katika Waefeso 6:10 na kuendelea pale, anasema tupo katika vita na tuvae silaha zote ili tupate kushinda, na silaha na kupigana kwetu sio damu na sio katika damu na nyama, ni vya kiroho vita vyetu wapendwa. Kwa hiyo maana tunapaswa kuwa ni watu wa maombi ili tuweze kushinda katika vita tuliona hapa duniani. Na kwa sababu shetani anajua katika maombi upo ushindi, anawaletea vikwazo namna mbalimbali, yani watu hauzingatii. Unakuta watu wengine hawazingatii sana kipindi cha maombi. Hayo ujue kwamba ni vita. Hivyo ni vita wapendwa. Ndio maana natakiwa ukiona mwenzako anakuwa mregefu, usimlaumu yeye. Sana sana ni shetani wa kumlaumu, kwa sababu roho iliyopo sio nia yake, sio kwamba kutokupenda kipindi vya maombi. Lakini shetani sawa anajua katika maombi kuna ushindi na wamebeba silaha zote. Hapo anaogopa, anawaletea shida. Kwa kanisa zima ni kwamba tunapaswa kuwa ni watu wa maombi na tuwe ni watu wenye nia moja. Unapomwona mwenzako ameafika kwa jambo moja au jingine, usikae kumsengenya, kumsema vibaya. Muombe. Utakapomwombea na wewe pia utakuwa umejiokoa nafsi yako. Lakini ukusemana wapendwa, ukimsema vibaya, hapo yani unahatarisha pia afya yako ya kiroho. Ni kwamba unaweza ukaangamia ukijidhani kwamba wewe upo salama, kumbe sio. Unakuta asilimia kubwa watu wengine wanaangalia borti iliyopo ndani, kibanzi yani kibanzi kilichopo ndani ya jicho la mwenzake, lakini kumbe ndani yako
kuna burki inayokulemea. Kwa hiyo wapendwa, natakiwa tuweze kunia pamoja, tukiomba pamoja, tukimshukuru Mungu pamoja, na Mungu anajibu maombi yetu, na sisi kwa pamoja tunaenda mbinguni. Natokea kanisa la West Church. Umuhimu wa siku kama hii katika maisha ya Mkristo inamsaidia kwanza kuwa karibu na Mungu, na pia ni nzuri kiafya. Madaktari wanashauri inatusaidia sana kwa afya zetu na pia kutusogeza karibu na Mungu. Umuhimu wa maombi, kwanza kwa vijana siku za leo, umuhimu wa maombi yanatusaidia vitu vingi sana, ikiwa kutusogeza karibu na Mungu na inatusaidia kupata yale mahitaji ambayo tunamuomba Mungu. Kwa vijana leo tunatakiwa tumtegemee Mungu na tuwe karibu naye kwa kufunga, kuomba, kumlilia kwa ajili ya shida zetu, naye atatusikia. Majina yangu ni Tumaini James Makungu, ndiye mzee wa kanisa katika eneo hili la Mkuu, kanisa la Waadventista Sabato katika wilaya ya Rombo, lakini mkoa wa Kilimanjaro. Maombi ya kufunga na kuomba yana maana kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Maombi ni silaha pekee ambayo tumepewa na Mungu katika vita vyetu vya dhidi ya shetani na Mungu. Hasa sisi tukiwa katika upande wa Mungu, maombi ni silaha ambayo ni kubwa ambayo tumepewa. Lakini pia kupitia maombi tunapata nguvu ya kusonga mbele. Kwa hiyo nini maana ya maombi? Ni kwamba tunapata nguvu kupitia maombi, lakini pia tunakuwa na silaha dhidi ya mwovu bila shetani. Katika wakati huu wa mwisho, dunia ikiwa imeharibika sana, ni wakati ambapo tunapaswa kujiungamanisha sana na nguvu za Mungu kupitia maombi. Kwa hiyo jambo ambalo ninaliomba katika wasaa huu wa maombi ya kufunga na kuomba ni ya kwamba Mungu anipatie nguvu ili niweze kushinda katika dhama hizi ambazo dunia imekwisha kabisa, ambapo tunaona matukio ya kusikitisha sana, matukio ya vita, matukio ya maovu yakitendeka katika dunia hii. Kwa hiyo katika ulimwengu huu ningependa sana Mungu anitendee jambo, yani ya kwamba nipate kuwa na nguvu ili niweze kushinda katika wakati huu. Ningependa kuwaomba ni kwamba Mungu anataka sana tujiungamanishe naye kupitia maombi, na kitendo cha kutohudhuria katika maombi kinaonesha namna gani ambavyo wanaweza kuwa mbali sana na Mungu. Kwa hivyo ni mbiu kwa kila ambaye ananisikiliza na kunitazama katika maeneo mbalimbali ya kwamba maombi ni kitu ambacho kwa namna moja au nyingine ni lazima tukifanye ili Mungu aweze kutenda kupitia kile ambacho tunachomuomba. Kwa hiyo ningependa kuwaomba ya kwamba wakati wowote, muda wowote, mahali popote, kila muumini na kila ambaye ananitazama anapaswa kujiweka mwenyewe mbele za Mungu kupitia maombi, na ndivyo anaweza kusimama na kustahimili katika wakati huu wa mwisho wa dunia. Kama kiongozi ninapenda sana kulishukuru kanisa kwa kuona namna ya kuweka program za maombi katika kanisa. Hivyo basi ninasihi ya kwamba kwa kanisa kwamba programu hizi ziendelee, na kama zikiwa zina mwendelezo ndivyo ambavyo watu watakavyojihusisha zaidi na kufanya maombi zaidi. Lakini kwa vijana, kwa kuwa ndilo kanisa ambalo linadumu hadi sasa, lakini pia ni kanisa la baadaye, ningewasihi vijana ya kwamba wadumu katika kumwomba Mungu. Kama Yesu mwenyewe aliomba mpaka machozi ya damu yakamtoka, na alikuwa katika umri wa ujana, miaka 30. Kwa kijana hiyo inatuonyesha kwamba namna gani ambavyo kijana pia naye anapaswa kujiingiza katika maombi ili aweze kuwa na nguvu ya kustahimili katika maisha ambayo ni ya safari yake hapa duniani akielekea makao ya mbinguni. Kwa majina naitwa Doreen Yesu Mlamba kutoka kanisa la Waadventista Sabato Mkuu. Mimi nawashauri vijana umuhimu wa maombi na kufunga. Inatusaidia kutoka karibu na Mungu, na pia inatusaidia Mungu kusikia maombi yetu na kutujibu sana anavyotaka. Na kingine pia, wale ambao hawapendi kuomba, inabidi waombe sana Mungu wakati ile kwa kufanya kufunga na kuomba, ili wajiweke karibu na Mungu, na pia
Sabato ya robo ya 4 ambayo ni mwanzo wa robo. Ilikuwa ni siku maalum ya kufunga na kuomba. Mimi hapa napenda kuwashauri watu ambao hawajafunga na kuomba kwa siku ya leo, hata itakapotokea tena muda mwingine tutakapoanza tena robo ya kwanza, na washauri tufunge wote kwa pamoja na kuomba. Tukiwa tunaomba kwa pamoja, Mungu anafurahia, anasema kuwa watumishi wake tunashirikiana. Kwa hiyo tunapoomba, Mungu naye anasikia maombi yetu, anajibu kwa wakati. Haya ndiyo yalikuwa mahojiano maalum kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkuu, ripoti kuhusu siku ya kufunga na kuomba, siku ya kujinyenyekeza mbele za Mungu. Mimi ni Zakaria Muganda na hii Rombo Mission TV. Endelea kubarikiwa kwa vipindi vingine zaidi. Mungu akubariki.